Hivi kati ya wanawake na wanaume ni akina nani wanaowahi kuaminiana? Mimi naona ni wanawake. Kwa sababu mimi nishawahi kukaa sehemu wiki nzima tena timamu kabisa bila kujuana na jirani zangu. Yaani unajikuta unatoka kazini usiku, jirani yako anatoka kazini usiku. Mpo njia moja na mjuani. Upo kasi kwa sababu umechelewa, jirani yako yupo kasi kwa sababu amechelewa. Alafu wewe ndio upo mbele. Yaani kuna mtu unahisi ni kibaka labda anakuwinda, unaongeza speed na anaongeza speed. Atakayepunguza speed anapunguza utamu. Kane? Hatari. Sasa unafika karibu na geti, unashusha pumzi unasema asante Mungu. Kumbe naye kafika, anashusha pumzi anasema asante Mungu. Mpaka unajiuliza, huyu mtu au mtumwa? Ndio maana afati mambo yake, anafuata ramani. Na sasa mbona sijaibeba? Ina maana atarudi mikono mitupu? Labda ipake sukari. Kwa uchachule, si ndio ilambwe? Kumbe ni jirani yako na mjuani. Hatari. Lakini wanawake wanawahi kuaminiana. Sasa sijui kwa sababu wanashinda nyumbani. Yaani unaweza ukahamia sehemu mpya, hauna hata wiki. Unaenda kazini, ile unarudi, unakuta wanawake wamekaa ndani kwako, wanapiga stori na mke wako. Mpaka unajiuliza, hawa washawahi kukaa huku wanajuana? Ila cha ajabu ndio watu wanaoongoza kuwa maadui wao kwa wao, kwa sababu hawakusomana, wamekurupuka kama kaka Kei. Kwa Kiingereza ndo hata kwenye mahusiano ukiona mna wiki halafu ushapewa hifadhi, msidanganyane kuhusu kuoana, labda kuja hapo asije. Ndio maana mapenzi ya zamani yalidumu, kwa sababu wazazi wetu walizungushwa kupewa ringi ili wazungushe, wakazungusha akili mwaka mzima. Ila sasa hivi wanawake wanajitahidi kukopi na kupesti kama Ibra, lakini wanashinda. Ndio maana unamtongoza demu, anakwambia ndio nimekuelewa, lakini nitakupa jibu lako kesho. Anajua akikujibu leo utamwona maraya. Sasa leo na kesho kuna utofauti gani? Labda wa kulala maskini kuamka tajiri. Ila kwamba eti leo hujakuwa, kesho utakuwa umekuwa. Labda ile ya tubira iki mimi napita jamani. Mimi napita.